Kama kawaida, exclusive na Timzo utazipata hapa hapa ndani ya Viwanjani. Ni kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 6. Utayajua mengi sana kutoka kwa wanamichezo mbalimbali. Leo tunakwenda kukutana na legend. Huyu si mwingine ni mwanadada shupavu, Mwite Somoe Ngitu. Huyu ni mwenyekiti wa TWFA, chama cha soka cha wanawake Tanzania. Somoe, katika uandishi na hatimaye ukasema sasa na kwenda kwenye TWFA. Vijana wa Gen Z wapitishe maisha yamekuaje na mpaka leo hii tulipotoka na mpaka leo hii uko nao na unaenda nao kijenzi Gen Z. Kwa kifupi, baada ya TV kuanzishwa, yani nilikuwa mmoja katika watu wanafuatilia sana habari. Kwa hiyo nilikuwa taarifa za habari zote nimo. Mwanadada Susan Mungi alikuwa ni mwandishi kama sisi, lakini baadaye anasoma taarifa za habari. Role model wa wengi sana. Hiyo nikawa nikimwangalia, nasema na mimi nikimaliza tu shule nataka hii kazi. Basi ukaweka nia. Nikaweka nia na Mungu akasema utafika. Baada ya kumaliza shule nikaingia chuo DSJ. Baada ya kuingia chuo DSJ, kati ya walimu ambao walitufundisha, Wallace Maugo ambaye sasa hivi ni mhariri wa The Guardian, na Kiondo Mshana ambaye wakati huo alikuwa mhariri wa gazeti la Leteraha, gazeti la Nipashe, na baadaye mkurugenzi wa kampuni ya The Guardian, walikuwa ni sehemu ya walimu wangu. Kwa hiyo baada ya kumaliza chuo mimi nilifanya field Nipashe. Baada ya kufanya field Nipashe nikawa pale, baadaye ikawa kama correspondent. Nashukuru Mungu katika ajira ya kwanza 2006, Kiondo Mshana akiwa mkurugenzi. Ni kama vile serikali zozote, unapoingia madarakani unafanya appointment. Sasa wakurugenzi pia appointment zao zilikuwa ni kutoa ajira kwa wale vijana walikuwa wanafanya kazi vizuri. Kwa hiyo na mimi nilipata barua ya ajira, niko nyumbani napigiwa simu, Somoe unatakiwa utawala, umeajiriwa, una mkataba huko hapa. Moja la kitu ambacho unasema hakika hii imekuwa ni faida ya uandishi kwangu, pengine ni furaha, unasema nifanya kitu fulani hiki ni kwenye furaha, au katika uandishi uniletea hiki. Naweza kusema mafanikio moja hapo ambayo ndio leo hii najivunia. Mimi nilikuwa ni zaidi ya mwandishi kwenye harakati za soka la wanawake Tanzania. Ni katika mabinti wachache tulikuwa tunashiriki kuandaa mfumo wa soka la wanawake, katiba, chama, lakini pia nilisafiri kwa gharama zangu kwa ajili ya soka, kwa ajili ya mpira wa wanawake. Na kama ambavyo mimi na wewe tunaongea, pale nilipoweza kusafiri na ndege nilifuata Twiga Stars, na pale nilipoenda kusafiri na barabara nilisafiri na Twiga Stars. Na unaponiita kwa ajili ya mpira wa miguu wa wanawake, sikuwahi kusita. Nilikuja, nilisikiliza, na kile ambacho nilitakiwa kukifanya nilikuwa nafanya kwa ubora, kwa sababu nilisema kwa nini wameniita mimi? Kwa sababu wameniamini. Nisiwaangushe, nihakikishe kile ambacho wanakihitaji niwapatie katika ubora mkubwa. Ikawaje ukaamua kutupa karata yako kwenda kugombea nafasi kubwa kama hiyo? Kwanza ulianza na ukatibu, ukafaulu, ukaona katibu msaidizi, lakini yes, ukatoka kwenye katibu msaidizi moja kwa moja mpaka kwenye wenyekiti. Labda tu kwa watu wanaonijua miaka 20 iliyopita, mimi kama ningekuwa niko vizuri, ningekuwa kati ya waamuzi wa kwanza wanawake. Marehemu Abdul Kadir Omar ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa chama cha waamuzi Tanzania, mwamuzi mstaafu wa FIFA na CAF, na mkufunzi wa sasa Leslie Liunda, walitamani sana mimi niwe mwamuzi. Lakini katika yale mazoezi ya kwanza tu ya awali nilicheka, ukanyosha mikono ona, nikasema hapana, huku hapana. Lakini kwa sababu naupenda mpira nikasema nitakuwa mtawala. Kwa hiyo ukawekeza kwenye utawala, kushiriki kwenye kozi mbalimbali, na bahati nzuri viongozi waliokuwa TFF wakati huo, wakati wa Tenga,
walinipa nafasi. Kwa hiyo nilikuwa nashiriki kozi mbalimbali za utawala, za TFF, za TOC, za IOC, kwa sababu nakumbuka mara ya kwanza kabisa mimi nimeshiriki semina ya utawala iliandaliwa na kamati ya Olimpiki Tanzania. Tulifanya Dodoma. Baada ya kumaliza Dodoma, kulikuwa na mkufunzi kutoka IOC, anajua mwenyewe kwa vigezo vyake, akaniangalia, basi tukapatikana watatu. Nakumbuka Anastasia alipelekwa mafunzo ya Nairobi, alafu kulikuwa kuna Anastasia Nyimike, Neli Mtema. Mungu ampe afya njema mwenzetu, ni senior, anaumwa. Amina. Alienda Zambia nafikiri. Lakini mimi nilipelekwa China, Beijing. Na ilikuwa ni semina ya utawala, lakini ni maandalizi ya pre-olimpiki ambayo ilifanyika mwaka 2008. Kwa hiyo sisi tulienda 2007. Nikafanya vizuri pia ile semina ya utawala. Kwa hiyo nikaendelea hivyo. Kwa hiyo ikawa kila mafunzo, kama leo hii naweza kusema tayari mimi na grade A au lesson A. Leo hii wakiwa wanaanza mafunzo kwa ngazi zile za awali, preliminary, Tandao akiwepo anasema hapana, mafunzo haya somo ya stahili, ameshavuka. Kwa hiyo nilishaondoka huku, niko daraja kubwa kidogo. Kwa hiyo nimeshiriki mafunzo ya aina mbalimbali ya utawala. Na baada ya kushiriki, ilipofika 2015 nikasema nisifanye hii kazi niko nje, natakiwa niingie ndani ya familia. 2012 kulikuwa kuna uchaguzi mkuu. Mwenyekiti alikuwa ni wa TWFA, Lina Mhando. Elizabeth Kalinga na mwanzilishi mwenyekiti wetu wa kwanza kutoka Mbeya. Alitoka Mbeya, alikuwa pia ni mwamuzi mstaafu wa kambi. Yes. Kwa hiyo uchaguzi ule Eliza alianguka kama nafasi ya mwenyekiti, Lina akachukua. Amina Karuma akapokea kijiti nafasi ya ukatibu. Kwa hiyo akawa katibu 2012. Mwaka 1.5 baadaye Lina akapata kazi ya appointment CAF. Kwa hiyo akaachia ngazi nafasi ya TWFA. Kwa hiyo kile kiti kikawa wazi. 2015 wakafanya uchaguzi mdogo. Amina Karuma akawa anagombea nafasi ya mwenyekiti. Ila katika uchaguzi wa 2012 nafasi ya katibu msaidizi haikuwa na mgombea. Kwa hiyo ilikuwa nafasi iko wazi. Kwa hiyo ilitangazwa. Kwa hiyo mimi nikagombea nafasi ya mwenyekiti. Tukasema hapa sasa ndo penyewe. Nilipogombea nafasi ya ukatibu msaidizi, baada ya Amina kuwa mwenyekiti kuchaguliwa, akatangaza kujiuzuru nafasi yake ya ukatibu. Mkutano mkuu kanikaimisha. Kwa hiyo nikawa kaimu katibu mkuu 2015 mpaka 2017. 2017 nikaona natosha, nikagombea ukatibu mkuu kamili. Nikashinda nafasi hiyo, sikuwa na mpinzani. Yeah, of course nakumbuka. 2017 na 2021 pia sikuwa na mpinzani. Nikashinda. Bahati mbaya yaliyotokea, nafasi ya mwenyekiti, makamu mwenyekiti, katibu msaidizi, zile nafasi zilikosa washindi kwa sababu idadi ya kura zilizidi ya vurugu zilizotokea hapo. Wanachama ambao walitakiwa wapige kura walikuwa 73. Yeah. Kwenye nafasi ya mwenyekiti kura zilihesabiwa, toto ikawa 76. 3 zimetoka wapi? Mimi sijui. Ambaye anaweza kujibu labda ni kamati ya uchaguzi. Nafasi ya makamu mwenyekiti kura zikawa 78. Zimezidi zimetoka wapi? Swali ni hakika somo ilikuwa ni kimbembe. Nafasi ya katibu msaidizi. Kwa hiyo ndani ya miaka mitatu tukakaa, kamati haijatimia. Kwa hiyo mwaka jana tukafanya uchaguzi. Ulipotangazwa nikasema nimeiva na miaka 9 ndani ya ukatibu mkuu. Sasa hivi nafaa kuwa mwenyekiti. Alhamdulillah nikapata kura 37 na aliyekuwa mwenyekiti Amina Karuma akapata kura zake 14. Tukashukuru wajumbe, nimekalia kiti. Tulizungumzie soka la wanawake tangu kipindi hicho ambacho ulikuwa ukijihusisha au jao kiongozi ukaamua kiongozi mpaka sasa. Kuna maendeleo kiasi gani? Kuna utofauti kiasi gani? Unaona inastahili
au bado tuko nyuma? Kikweli tuseme asante Mungu, safari tuliotoka ni ngumu sana. Mpira wa miguu wa wanawake Tanzania ulikuwa unawasilishwa au unawakilishwa na wilaya ya Kinondoni tu. Wilaya ya Kinondoni ilikuwa inacheza ligi hali ya kuwa kama ndio ligi kuu ya wanawake Tanzania. Timu zote zilikuwa pale Kifa tunaenda. Pongezi kwa Franki Mchaki, alikuwa katibu mkuu wa Kifa. Yeah. Na Idi Azani alikuwa mwenyekiti wa DRFA. Ilikuwa DRFA ilikuwa karibu sana na Kifa. Basi tukatoka hapo tukasema hapana, tuna ligi ya wilaya lakini inaonesha sura ya kitaifa. Kwa hiyo katika mfumo wetu wa mabadiliko kujenga chama, tulisema ili mpira huu uonekane wa kitaifa, mikoa icheze ligi. Kwa hiyo na hata Temeke ambayo ilikuwa haina ligi na yenyewe ikapata ligi. Kinondoni ilikuwa haina wapinzani, maana walikuwa kokote timu ya taifa yote 90% ilikuwa inatoka Kinondoni. Na wao sasa wakasema hizi timu zetu 3-4 hazitoshi, wakaongeza timu zaidi. Lakini tukacheza mikoani na safari ni ngumu kwa sababu wakati huo bado tunaamini kwamba ili mchezaji acheze mpira wa miguu wa wanawake anaonekana kama mtu aliyefeli, amekosa shughuli zingine. Sio basi hujakosa shughuli nyingine, muhuni ndio yani ukicheza mpira wa miguu wewe kama sio muhuni basi unataka kuwa muhuni. Kwa hiyo tulikuwa na sura mbaya sana kwenye jamii kabisa. Kuna hata wale walikuwa wanajua, kuna wengine walikuwa wanatoka nyumbani kwao hawasemi kama wanaenda kucheza mpira wa miguu kwa sababu watakatazwa. Atakatazwa, ataambiwa unaenda kujifunza uhuni au wewe tayari ni muhuni. Kwa hiyo tumetoka kule mpaka leo hii mzazi ndio anaenda kumuuliza mwanae mnaingia kambini saa ngapi ili amsindikize. Mnacheza lini ili aje kushuhudia mechi ya mtoto. Lakini sasa leo hii ilikuwa wakati harakati zetu za uandishi. Tukikaa pale Fati kwenye press conference unasikia Tanzania imejitoa na 20. Tanzania ukata waiondoa dance meeting sawa. Serengeti Boys yajiondoa. Ikaja tena Twiga Stars yakacha mashindano ya Olimpiki kwa sababu ya ukata wa fedha. Kwa hiyo kule tulikotoka yale maisha, safari ile imebadilika kwa haraka sana. Kipindi cha kuanzia 2017 mpaka leo tunapoongea, maisha yamekuwa tofauti sana. Leo sasa hivi tunauliza shindano gani lingine liko mbele tushiriki. Sio kama ukata, yani tukikaa hapa, si umeona juzi? Ndio. Futsal ulikuwa unaijua wewe Januari? Hapana. Ulikuwa unaijua? Hapana. Lakini leo tumeenda kushiriki na tuko kwenye kombe la dunia tayari. Kwa kifupi ni hiyo sura kwamba asante TFF, asante wale Skaria na secretariat yako na kamati nzima ya utendaji. Maamuzi ambayo mnayafanya kwenye mpira wa miguu wa wanawake Tanzania ni ya kishujaa na tunawalipa. Kila shindano tunalokwenda hatuendi kizembe. Hatuendi kushiriki, tunaenda kushindana na mafanikio yanaonekana. Tuna mashindano hapa mbeleni Somoe. Tuna hiyo tayari kombe la dunia baada ya kushika nafasi ya pili, baada ya kupata hiyo tiketi moja kwa moja kwa wale walioshiriki finali. Tunayo mashindano ya WAFCON kwa timu ya Twiga Stars. Ninyi kama TWFA, wewe ndio mwenye dhamana. Ni vipi mnajiandaa kuhakikisha kwamba tunakwenda kushindana kama tulivyoshindana pale India kwenye under 17 kombe la dunia? Mashindano ya kwanza tunatinga na tukarudi tukiwa tumefika hatua ya robo finali. Sasa twende tukazidi hapo. Msemee kocha, lakini kila kitu kiko tayari. Kwa maana ya utawala. Kwa maana ya utawala, programu yake yote ya mazoezi ya wiki 6 aloiwasilisha imekubalika. Nadhani kati ya siku 2 hizi utaona kikosi na timu itaingia kambini. Ndio maana hadi tarehe naijua, lakini sitaki kuwa msemaji kwa sababu kila mtu ana idara yake. Sisi imekuja kwetu, tumeona. Kwa hiyo mwalimu atatangaza kikosi, atatoa na tarehe, lakini maandalizi yatafanyika kwa mujibu wa taratibu zilivyo. Anahitaji wiki ngapi
ili awashepu vipi. Bahati nzuri hawa watu wanaowachukua wote wanatoka kwenye damu ina moto. Ligi ya wanawake inaendelea. Unaweza kusema tu wenzetu ndio wamemaliza ligi kwa sababu Opa Clement amerudi. Yes, siku ya wachezaji kama watatu tayari wamesharejea kwa sababu wao wameshamaliza ligi zao mpaka mwezi wa 7. Hawa ambao wamerudi, hawa ambao wanatoka wanacheza ndani, wako kwenye mazoezi, wanacheza mechi zao za ligi. Kwa hiyo watakapoitwa ni muendelezo wa ile program ambayo mwalimu ameipanga. Kiukweli kama ambavyo anaonekana Shime na anafahamika, anataka kwenda kama mshindani. Anajua kumbukumbu ya mwisho tulifanya nini. Tulishiriki WAFCON, tulipata nini na tuliishia wapi. Lakini ile ni historia. Rekodi ambayo tunayo kwa sasa. Na wachezaji Somoe tulionao. Na wachezaji ambao tulionao. Kwa mara ya kwanza tunaenda WAFCON na wachezaji wanaocheza ligi za nje zaidi ya 11. Maana yake ni nini? Kikosi kizima kinaweza kupangwa. Senegali kwa wanaume, Ivory Coast kwa wanaume, Nigeria ikiitwa pale Super Eagles kinapangwa kikosi kutoka nje ya nchi. Wanacheza France, wanacheza sijui wapi. Sisi ilikuwa kama ndoto za Alinacha. Sasa hivi inaanza kwa timu ya wanawake. Somoe, ligi ya wanawake haikuepo. Sasa hivi tunaweza kusema hivi Afrika nzima sisi tunacheza ligi mwanzo mwisho. Na haituishia hapo. Azam TV burudani kwa wote. Sasa hivi tunamulika tu. Labda nikwambie sisi ndio wa kwanza tunacheza ligi inaonekana live hilo, lakini ndio ligi ambayo tunacheza home and away. Nchi nyingine nyingi zinacheza lakini bado wanacheza kama kituo, mfuko wa kituo yes. Ligi daraja la kwanza ama ligi ya mabingwa. Tanzania ni kati ya nchi chache kama sio 2 au 3 tunacheza home and away. Nadhani Nigeria na timu 8, sisi tuna timu 10 na tulikuwa na 12. Tunacheza nyumbani na ugenini. Kwa misimu 3 sasa hamna ambaye ameshindwa kusafiri kufika kituoni kabisa. Timu zinachezwa. Kama unakumbuka wakati ule anacheza Unyenyembe, timu zilishuka tu kwa sababu ya ukata. Sio kama zilishuka kwa sababu ya ubora yes. Inafika wakati mambo ni magumu, watu wakanyoosha mikono, na si baada wakati ule tukaangalia keki yetu iliyopo. Basi badala ya kuwa na timu 12, tufanye timu 10 ili tuwaongeze ubora. Hao waliobaki 10 wote sio tu wasafiri, lakini japo walale sehemu nzuri, kwa sababu ni watoto wa kike hao. Kuna mazingira fulani lazima uangalie kwamba unawalaza sio mjini sana, sio porini sana. Unawalaza sehemu ambapo pia atakuwa karibu na uwanja. Hata kama atapanda usafiri, basi sio gharama kubwa kutoka alipolala kwenda uwanjani. Lakini tumekuwa ni nchi ambayo imekuwa na ligi nyingi zaidi. Hakika. Ukitoka hapo kuna ligi daraja la kwanza. Baada ya ligi daraja la kwanza kuna ligi ya mabingwa. Hii ligi ya mabingwa wa mikoa inashirikisha timu 28. Timu 28 sio mchezo. Na timu 28 kwa kifupi sana kila timu inakuwa na wachezaji 20. Kwa hiyo ni vipaji vingapi tena vinaenda kuonekana. Na kama ilivyo taratibu zingine, kama umesajiliwa ligi kuu, umecheza daraja la kwanza, huwezi kucheza ligi ya mabingwa. Kila mwaka tunakuja na watoto wapya. Ndio maana leo hii unaona sisi tuna timu zote za taifa. Sote kategori zote. Tuna under 17, under 20, under 21 pia. Yes. Bado senior. Benki mpya tunaitoa huku. Ukiwa na matukio makubwa mawili ambayo unakusanya wachezaji, lazima upate watoto. Hiyo ndio siri ya sisi kwa nini tunang'aa kwenye michuano ya kimataifa. Kila siku unaona kwenye timu ya taifa kuna wachezaji wapya 3 4 kabisa. Maana yake ni nini? Wanakuja kuwa backup wale ambao wanaondoka. Leo alipoondoka Fatuma Omari. Yes. Mara Najat Alikop Lakini leo Najat pia na wasaidizi. Unamuona ametoka kule amerudi na kombe. Amekuwa nani kipa bora kwenye mashindano. Lakini unamuona Ashamrisho yuko pale. Unamuona Janet Simba yuko Simba Queens. Kwa hiyo tuna magolikipa ambao wanacheza. Tofauti na ligi zingine. Ni sahihi. Magolikipa wetu wote 3 walioko national team
wanacheza kwenye klabu zao. Mtazamaji, moja kati ya CV niliyoisahau kwa Somoe, huyu ni Mechi Kamisa wa timu za ligi kuu soka Tanzania bara kwa wanawake pamoja na wanaume, ligi ya NBC, lakini mbali zaidi kwenye mashindano ya kafu. Somoe, hizi zote achana nazo, ligi za NBC watu wamekuwa wakikuona kwa sababu Azam TV tunaonyesha ukiwa umesimama pale mwanadada kati ya timu kuna bande Yanga anacheza pale na Kagera Sugar. Achana na hizo. Tuambie kwenye mara ya mwisho ambayo unajivunia zile za kafu, kuna zile ambazo tumekuwa tukipost tunasema leo Mtanzania mwenzetu Somoe Ngitu anakwenda leo kuwa Mechi Kamisa kwenye mechi kubwa kama hii. Tukumbushe moja ile ambayo unasema hii tumetoka kuposti sio siku nyingi sana. Mechi kubwa nilisimamia mwaka jana, naomba tu niseme 2019. Nimekaa kama hivi nilivyokaa. Naona tangazo kwenye posti za TFF. Kozi ya makamisa itafanyika kesho, kama kesho kutwa hivi. Kesho inafanyika kesho kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa 2019. Huku si ndo kwangu huko. Somoe huyo. Mimi si nishindwa kucheza, mimi si nishindwa kwenye uamuzi. Ukasema mimi huku nipo. Kwa sababu kwa kuhitaji kukimbia. Kidau mimi namuita kakangu. Kaka kuna hili jambo nimeliona, wallahi Mwenyezi Mungu, yule bwana hakutaka nimalize. Nenda kajiandikishe. Tena kajiandikishe, mwisho ni leo. Nikaosha Taifa nilipoona kama nani Mwenge pale nyumbani na ITV kwa ufupi ulivyo. Mpaka Taifa nikajiandikisha 2019. Basi mimi unajua roho yangu. Zena kuna fursa hii Zena Chande alikuwa mbali. Nikaambia basi nikifika pale nitauliza namna kujiandikisha ama nitawapa taarifa zao. Narudi kwa upande wangu nikajiandikisha. Basi baada ya kumaliza mafunzo yale nasema mahusiano mazuri. Nilikaa katikati ya waamuzi wakubwa wakati wa kina Ibrahim Kidiwa ndo anachezesha Simba na Yanga. Huyu Jesse Rasmo ambaye sasa hivi ni mkufunzi anatoka yuko Arusha. Kwa hiyo tumekaa pale, hakuna kilichoshindikana. Yeye akipiga hivi na assist, tukamaliza mtihani, tukafanya vizuri. Maisha yakaanza. Tumeenda 2020. Kwa hiyo kwa nafasi yangu nilichezesha ligi daraja la pili mechi moja. Nikaingia daraja la kwanza nadhani mechi 2. Moja kwa moja nikaingia ligi kuu. Na mara 3 zote nilikuwa ni katika wateule wa nafasi ya kamishna bora. Ilipofika 2021 mashindano ya wanawake yanaanza. Sekafa Club bingwa ya Afrika Mashariki yalifanyika Nairobi. TFF Simba Queens ikiwa ndo wa kwanza. Simba Queens ikaenda. Nimekumbuka tukakutana pale Nairobi ikiwa Mechi Kamisa. Ndio nilipoanza safari yangu ya kimataifa pale. Kumbe ndio ilikuwa inaanza. Ndio imeanza pale na rasmi nikaingizwa kwenye mfumo wa CAF. Nikafanya yale mashindano na kama uliona mimi ndio alhamdulillah Kamisa wa finali, tukakwambia kila laheri. Nikafanya ile kazi vizuri zaidi. Nikaendelea kufanya. Bahati nzuri kila kitu kina mwongozo wake. Kwa hiyo CAF kila wanachokitaka na kwa wakati wake. Wao unaweza kusema hawapo, lakini kile wanachokitaka wao wanakiona. Wakisema wanataka line up 1 hour before uitume. Wakisema wanahitaji taarifa fulani, orodha ya kikosi kilichowasili timu zote mbili, fanya kama unavyofanya. Wanajua wenyewe. Nikafanya yale mashindano. Basi nadhani nikawa nimefanya vizuri. Kuanzia hapo TFF wakaendelea kupeleka jina langu. Naam, huyu alikuwa ni Somoe Ngitu, legend, mwandishi wa habari mkongwe na ni kamisa wa kitaifa na kimataifa, lakini zaidi ya yote
Yeye ni mwenyekiti wa chama cha soka Tanzania cha wanawake TWFA, ambaye hakika ametueleza mengi, na ninaamini utakuwa umeweza kupata historia na kuweza kumjua Somoe ni nani. Kama ulikuwa unamchukulia tu ndo hivyo hivyo, basi huyo ndiye Somoe ambaye kawaida sisi ambao ametupokea kwenye industry ana mambo mengi. Beautiful Kanyigo, Sports Ready, Rosemary Timzo Karugira, nami ndivyo ninavyohitimisha hivyo. Mambo bado ni mengi, endelea kusalia kwenye runinga yako.